gadaliala. Roko tande da bagadagalaga. Oshikada baba baragadagadaga. We overcome by the blood of Jesus. Rianda badagala bagadagaliasi. Roko takarabadagalagalaba. Moshia dagadagadagalaba. Oshikadagadagadagadagala. Riando bushila lagadabu. Shikalagadada. Rikadabagalu. Rikadabadabalagala. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are the God of miracles. Wewe ni Mungu wa miujiza. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, we bless you tonight. tunakubariki jioni ya leo. We thank you for this opportunity. Tunakushukuru kwa nafasi hii. We magnify you, Lord. Tunakunenepesha wewe Bwana. Thank you for allowing us to come. Asante kwa kuturuhusu kuweza kufika. Thank you for allowing others to watch. Asante kwa kuruhusu wengine kutazama. We are grateful for what you're doing tonight. Tunashukurani kwa vile unafanya jioni ya leo. Help us to be counted in what you are doing, Lord. Tusaidie tukahesabiwa kile ambacho unafanya Bwana. Help us to see what you are doing, Lord. Tusaidie tukaone kile unafanya. That we may see your invite and join you. Ili tukaone wito wako na tukahusike. Lord, speak to our lives again. Bwana, zungumza na maisha yetu tena. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Reveal yourself to us by your word. Jifunue mwenyewe kwetu kupitia kwa neno lako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Turn things round for someone. Badilisha vitu kwa mtu. Locate a door that is open for someone. Ukapatie mtu mlango ulio wazi. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. We worship you, O Lord. Tunakuabudu hewe Bwana. And in the name of Jesus we pray and we say, na kwa jina la Yesu tumeomba na kusema, we give a praise to Jesus. Tunatoa sifa kwa Yesu. We are grateful to the Lord for this opportunity. Basi tunashukurani kuu sana kwa Mungu kwa sababu ya nafasi hii. And I request you to just take your seats. Na nawaulizeni tu mkaweze kuchukua viti vyenu. And assist me appreciate this team here. Na mnisaidie kuwapongeza kundi hiki. You know, makofi mazuri. Tuwapigie makofi mazuri. Thank you so much for leading us. Asanteni sana kwa kutuongoza. We are grateful for this opportunity. Tunashukurani kwa sababu ya nafasi hii. God is a God of seasons. Basi Mungu ni Mungu wa majira. And he makes fruitful the seasons. Na anasababisha majira yakawe na matokeo. We are in the season of open doors. Tuko kwenye majira ya milango iliyo wazi. And God is making this season fruitful for everyone. Na Mungu anasababisha haya majira kuwa na matunda kwa kila mmoja. So may God make this season fruitful into your life in Jesus' name. Na hivyo basi Bwana asababishe majira haya yawe na matokeo kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Thank you for coming. Asanteni kwa kuja. We appreciate Papa when he is still far away. Tunamshukuru baba yetu hata akiwa mbali. And we appreciate all of you that are watching also. Na tunawashukuru nyote ambao vile vile mnatutazama. And those that are here, welcome so much. Na wale ambao mko hapa basi mmekaribishwa sana. And God bless you. Na Mungu awabariki. I request that we will proceed with this theme of open doors. Nauliza ili tukaweze kuendelea na kichwa hiki cha milango iliyo wazi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So kindly projection, you can just bring Revelations 3 and verse 8. Kwa hivyo basi tunaweza kupewa ufunuo wa Yohana sura ya 3 na mstari ni wa 8. Amen. Hallelujah. You know, this verse, najua mstari huu is wonderful. Ni mstari wa ajabu. I know all the things you do. Basi nayajua matendo yako yote. I know all your deeds. Nayajua matendo yako yote. I know your works. Hata najua kazi zako. I realized before the Lord opens a door, nikatambua kabla ya Mungu kufungua mlango, there were works. Ulikuwa na matendo. This church had certain works. Kanisa hili kuwa na kazi fulani. There were things they had done. Kulikuwa na mambo ama vitu ambavyo walikuwa wamefanya. Yes, they had little strength. Kweli ya kwamba walikuwa na nguvu kidogo tu.
I realized even with little strength, there are things we can do. Nikatambua hata tukiwa na nguvu kidogo kuna vitu tunaweza kufanya. And that's how we have come up with a topic, disciplines for entry into doors. Basi na ndipo tukaja na kichwa kuhusu tukiwa tumetiwa nidhamu ili tukaweze kupata milango iliyo wazi. Disciplines Tukiwa tumetiwa nidhamu that will assist our entry ambayo itatusaidia kupenya kwetu into doors, into the open doors. kupitia kwenye milango ambayo iko wazi. Disciplines that will assist us Nidhamu ambayo itatusaidia to enter open doors. kaweze kuingia kwenye milango wazi. I don't know whether it has sunk. Sijui kama imeingia. Kindly look at the scripture with me. Basi tafadhali tuangalie ule mstari ambao tumeusoma. I know all the things you do. Na yajua matendo yako yote. I know all the things you do. Najua mambo yako, matendo yako yote. Other versions are talking about, I know your deeds. Aina zingine za Biblia zaongea kuhusu na yajua mambo yako ama hatua zako ya matendo yako. Other versions are talking about, I know your works. Hata aina zingine za Biblia zinasema ya kwamba najua kazi yako. And tonight, I feel like encouraging someone. Na usiku wa leo nahisi kumtia mtu moyo. That let me begin in fact with this. Na hakika wacheni nianzie hapa. God works. Kazi ya Mungu. Service. Ama utumishi. That is number one. Hiyo ndiyo kitu cha kwanza. The disciplines. Ile ambayo inatia nidhamu. The things we do for God. Vile vitu ambavyo tunafanyia Mungu. Even when we are serving people. Hata wakati ambapo tunatumikia watu wengine. Someone said service to God. Service to man is service to God. Basi mtu mwingine akasema kwamba utumishi kwa watu ni utumishi kwa Mungu. After being involved in certain works. Sasa baada ya kutenda kazi fulani. Where nobody is shut. Nobody is excluded. Pale ambapo hakuna mtu ambaye amefungiwa nje. As in, even those that have little strength have something to do. Hata pamoja na wale ambao wana nguvu kidogo wana kitu cha kufanya. Someone who just got born again the other day, they have something to do. Hata wale ambao waliokoka majuzi tu wanayo kazi ya kufanya. They can keep the word of God. Wanaweza kulihifadhi neno la Mungu. They can obey. Wanaweza kutii. They can keep the word. Wanaweza kuidumisha neno. Message version says, even when things are rough. Biblia aina ya Message inasema hata wakati mambo yako na mchafuko. Yes, they have little strength. Ndio wanazo nguvu kidogo. Yes, they do not have much strength. Kweli ni kwamba hawana nguvu nyingi. Yes, you do not have much money. Kweli ni kwamba huna pesa nyingi. Yes, you do not have much time. Ndio ni kweli huna wakati mwingi. Your time is spread into many things. Wakati wako umegawanywa katika shughuli nyingi. But still you spare time to attend to the service of God. Lakini tena pia unahifadhi wakati ukatembee ukaingie katika utumishi wa Mungu. But still you spare time and pray. Lakini unahifadhi wakati na unaomba. Someone said if you are too busy to pray, then you are too busy. Mtu mwingine akasema kama umeshikana sana huwezi kuomba, basi hakika umeshikana. Let me repeat that one again. Wacha nirudie hiyo tena. If you are too busy to pray, then you are too busy. Kama umeshikana sana huwezi kuomba, basi inamaanisha kwamba umeshikana sana. And the busy now becomes something else. Na basi kule kushikana kunafanyika kitu kingine. Yes. Hiyo. You have little strength. Hakika nguvu zako ni kidogo. But we are not excluded from doing something that God can see. Hujatengwa kando, unaweza kufanya kitu. Yes, we have some inconveniences here and there. Ndio tuko na mambo yanatuzuia hapa na pale. The circumstances around your life seem to be rough. Zile hali ambazo zunguka maisha yako zaonekana kuwa ni ngumu. But you can do something. Lakini unaweza kufanya kitu. I have seen what you've done.
basi nimeona vile umeweza kufanya. I see. God says, I see. Mungu anasema ya kwamba ninaona. May God see something that you have done. Basi Mungu akaone kitu ambacho umeweza kufanya. May God continue to see something that you will do. Mungu azidi kuona kitu ambacho utaenda kufanya. May God enable you by His grace to continue doing certain things. Mungu akuwezeshe na neema yake uzidi kufanya mambo mengine. Without giving excuses. Pasipo na kutoa visababu. For doors belong to those that God has seen something on our account. Maana milango wazi ni ya wale watu ambao wameona kitu katika maisha yao. God has seen something on their account. Mungu ameona kitu katika upande wao. God has seen something they have done. Mungu ameona kitu ambacho wamekifanya. God begins by seeing something they have done. Mungu huanza kwa kuona kitu ambacho wamefanya. And then he opens the doors. Na basi anafungua milango. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. May you enjoy open doors in Jesus' name. Wewe ukafurahie milango wazi kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Number 2. Ya pili. We're going to get it from Acts chapter 17 verse 16. Tutaipata katika Matendo ya 17 mstari wa 16. And I call it desire. I call it hunger. Na ninaita matamanio ama ni njaa, shauku. Or the stirring in the spirit. Ama kule kuchochewa katika roho. Message says, Biblia message inasema, the longer Paul waited in Athens for Silas and Timothy, the angrier he got. All those idols that he could see all over. The city was a junkyard of idols. You can bring another version. Tuletea ina nyingine ya Biblia. While Paul waited, his spirit was provoked within him when he saw that the city was given over to idols. Paulo alipokuwa akiwangojea huko Athene na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. There are times when within us something happens. Kuna nyakati ambapo ndani yetu kuna kitu ambacho kinafanyika. I call it desire. Ninaita matamanio. I call it hunger. Ninaita pia njaa. I call it a stir in the spirit. Ninaita kule kukorogwa ama kuchochewa ndani ya roho. I call it being disturbed to see a change. Vile vile ninaita kule kusumbuliwa ili uweze kuona mabadiliko. You get troubled, you get provoked. Unapata kusumbuliwa, unahisi ya kwamba unachokozwa. Hannah was provoked. Hana alichokozwa by Penina. Na Penina. You know, with the issue around children. Lile jambo kuhusu nalozunguka kupata watoto. If I just come down to us. Sasa nikishuka chini mpaka mahali tu kwa kwetu. Have you ever at some point had some feeling that you need to pursue a certain direction? Wewe ulifika mahali ukahisi ya kwamba unataka kuchukua mwelekeo fulani. You know, doors are open. They are opportunities that are open strategically. Unajua milango wazi ni nafasi ambazo zinafunguka kwa mahali ambapo ni dharura. Like this man was waiting for people. Kama huyu mtu alikuwa anangojea watu. He was about something. Alikuwa anangojea kitu. He was on an errand. He was busy. Alikuwa ameshikana katika jambo fulani. But a simple observation made his spirit desire something. Lakini kutathmini kidogo tu kukasababisha moyo wake ukatamani kitu. I don't know whether you have ever woken up at some time in the night and you feel you don't want to sleep. Sijui kama umewahi tembea wakati mmoja usiku na ukahisi ya kwamba hata hauhitaji kulala. As in you've been sleeping, then sleep goes and you feel you need something, you don't know what. Jambo kwamba ulikuwa umelala, usingizi umeisha, na hivyo basi umeamka na unahisi unataka kufanya kitu.
Many times God calls and beckons. Mara nyingi Mungu anapoita ama anapo kuonyesha ishara ya wito, Many believers are not aware how he calls. wapendo wengi huwa hawafahama, wajui jinsi anavyoita. And it can be a working of our spirits, Na inaweza kuwa ni utendaji wa kazi wa roho zetu, or a certain desire coming within. ama matamanio fulani ambayo yanatoka ndani yetu. I don't know whether you have also felt at some point, I need to pray. I had not decided, planned to pray at this time, but I feel like I am supposed to pray now. Juu ya kwamba umefika mahali ukahisi ya kwamba sitaji kuomba sasa, lakini unasikia msukumo sasa, unataka kuomba sasa. I had not planned to pray at this time, but I feel I'm supposed to pray now. Sikuwa nimepangisha kuomba wakati kama huu, lakini sasa nataka kuomba. Now, the difference between great men Utofauti kati ya watu wakuu and others na wale wengine is how we handle those promptings. ni vile tunashughulikia Hayo matamanio. hayo matamanio. Hivyo tunahisi You feel like I need to, it is on Monday, I need to get to church and just fall down on the floor and just be there for an hour. ni Jumatatu na unahisi ya kwamba unahitaji kwenda kanisani tu na kwenda kuanguka pale sakafuni kifudifudi na kuomba. Do it Ifanye faster. tena kwa haraka. That is a door. Sasa huu ni mlango. Don't shut certain doors that are coming through certain desires. Usifunge milango mingine ambayo inakuja kupitia kwa hisia It zingine. is time to act. Ni wakati wa kufanya jambo. It is time to do something. Ni wakati wa kufanya kitu. Can I show you what Paul did? Ni kuonyeshe 17. vile Paulo alifanya. Paul started preaching Basi Paulo alianza kuhubiri. in verse 17. Mstari wa 17. It is something that has worked within his spirit. Kitu- Therefore, Ni kitu ambacho kinafanya kazi ndani ya roho yake, na hivyo basi he reasoned in the synagogue. sasa basi katika sinagogi akaojiana. He went and started preaching. Alienda na kuanza kuhubiri. He went into the marketplace daily Tena akaenda katika masoko kila wakati to preach to those who happen to be there. kuwahubiria wale ambao walifanyika kuwa huko. When you develop a hunger for something, kindly begin doing something towards that direction. Ukikuza anga ya aina fulani kuhusu jambo fulani, basi anza kufanya jambo lile. Start doing something towards those promptings. Anza kufanya kitu kuhusu hizo hisi. You know, we are in a generation, Unajua tumo katika kizazi, God may be giving you a certain door. Mungu anaweza kuwa anakupatia mlango fulani. Like now he wants you to pray Kama sasa anataka uombe and you want to catch a certain series you've been watching. na unataka kukatisha jambo fulani la kufuatiliza balo umekuwa ukifanya. Your program there has been a certain series at this time. Ule utaratibu wako ni kwamba kuna kitu ambacho umekuwa ukifanya wakati kama huo cha kufuatanisha. That is how people get diverted and they move out of their direction. Hivyo ndivyo watu wanawekwa kando ya njia na wanaacha kufanya mambo mengine. They leave what God is giving them Wanaacha for kile entertainment. Wanaacha kila Mungu anawapatia na wanaenda katika mambo ya burudani. Have you noticed how Facebook is strong? Wewe jua vile Facebook iko na nguvu. You feel like praying but still you say let me check one more time. Unahisi kuomba lakini macho yanakusukuma, akili inakusukuma, wacha niangalie kiasi tu. You feel like you ought to take a day out and enjoy, but you remember the birthday invites. Unahisi ya kwamba unataka kuchukua siku uende ukatembee, lakini As in you want to go and fast and pray somewhere. unataka kwenda kuomba kufunga mahali. You remember the birthday invite. Na unakumbuka kule the birthday invite. Umealikwa kwa sherehe za kuzaliwa kwa mtu. Sasa you start weighing, and because this one is inside, you think people won't understand.
you decide, let me go for the birthday. Basi na kwa sababu hiyo ni tamanio fulani ambao unahisi unaelekezwa kwao, lakini unaamua wacha nikahudhurie hizo sherehe za siku ya kuzaliwa kwa mtu fulani. And you turn off your door. Na unafunga ule mlango wako. I don't know whether this point has sunk. Sijui kama pointi hii imezama. Luke 1:53. Luka 1:53. He fills the hungry with good things. Huwajaza wale wenye njaa na vitu vyema. He hath filled the hungry with good things. Huwajaza wale wenye njaa na vitu vyema. The rich he has sent away empty. Na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. The contrast. This is the difference in the lives Sasa of huu ndio utofauti sasa katika maisha ya watu. If you sustain your hunger, ukishikilia ile njaa yako. In fact, the word is sustain. Hakika njia neno ni kuhifadhi ama kushikilia. I have heard people say there is a time. At this particular time I used to be up in prayer. Then what happened? Nimesikia watu wakisema wakati kama huu nilikuwa katika maombi. Sasa kumefanyika nini? You just needed to sustain the hunger. Ulihitaji kushikilia njaa hiyo. You just needed to sustain. Ulihitaji kuishikilia. Take some action towards that direction. Na ufanye matendo kuelekea upande huu. Do something. Ufanye jambo. Do something. Ufanye kitu. Even if it doesn't seem the right time, do something. Hata kama inaonekana sio wakati unaofaa, ufanye kitu. God is not a liar. Mungu sio mdanganyifu. He fills the hungry. Yeye uwajaza wenye njaa. Those that are desiring. Wale ambao wanatamani. They want to see the open door. Wanataka kuona mlango wazi. They have been praying and fasting. Wamekuwa wakiomba na kufunga. They have been waiting. Wamekuwa wakingojea. They will be fed with good things. Watalishwa, watashibishwa na vitu vyema. The rich are the satisfied. Wale matajiri huwa wametosheka. They are not stirred up. Wao hawachochewi na chochote. And even if it comes, they turn it off. Na hata kama itakuja wataizima, wataifunga. They face another direction. Wataangalia upande mwingine. I told you the difference between people. Nilikuambia kwamba tofauti kati ya watu is how we handle hunger. Ni vile tunashughulikia hii njaa. I listened to a guy who was, he was explaining something. Nikasikiliza mtu fulani akielezea jambo fulani. And you begin to feel what they are saying. Na unajua unaanza sasa kuhisi vile wanasema. He says there's a time you can pray the whole day. Akasema kuna wakati unaishi kwamba unaweza kuomba siku yote. And you even do not feel like counting the time. Na hata unaishi ya kwamba huwezi kuhesabu ule wakati umekaa pale. And he just says, let's just continue. Na anasema tuendelea. Wow. May God help you to sustain your hunger. Mungu akusaidie ukashikilia ile njaa yako. Luke 2:25. Luka 2:25. There are people in this world. Kunao watu katika dunia hii that are never tired of waiting in hunger. Ambao hawachoki katika kungojea katika hali ya njaa. May you be part of such a person. Wewe ukawe sehemu ya watu wa aina hiyo. May you be part of a people that can wait. Wewe ukawe sehemu ya watu ambao wanangojea. There was a man in Jerusalem. Kulikuwa na mtu katika Yerusalemu. This man was righteous, just and devout. Huyu mtu alikuwa mwenye haki, mtu ambaye alikuwa amejitolea. NLT says he was eagerly waiting. Biblia ya NLT inasema alikuwa anangojea kwa shauku kubwa. He waited for 10 years. Akangojea miaka 10. He waited for 20 years. Akangojea miaka 20. He waited and waited. Akangojea na akazidi kungojea. If I remember, I saw a figure that is above 30 years, 50 years. Kama nakumbuka niliona hesabu ama idadi ya miaka kama 30 ama 50. And the Spirit of God was upon him. Naye Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwa juu yake. I said our difference is how we sustain our hunger. Nikasema tofauti yetu ni jinsi ambavyo tunashikilia ile njaa yetu. He continued to wait. Yeye akazidi kungojea until in verse 27. Mpaka mstari wa 27. The Spirit of God one day
Roho Mtakatifu siku moja told him, arise. akamwambia basi inuka. Now, not later, now. Si baadaye, sasa inuka. Go to the temple. Sasa nenda kwenye hekalu. He arose Na yeye akainuka and went. na He went to the temple. akaenda kwenye hekalu. In verse 29, Mstari wa 29, all that which he was waiting, sasa kile ambacho alikuwa anangojea ama anatarajia, it is come. kimefika. And he says a prayer. Na akaomba maombi pale. So, friend Lord, Ya mwisho, now let your servant die in peace. sasa mruhusu mtumishi wako aende kwa amani. May God help me to be such kind of I don't know, this is grace. Sasa hii ni neema na Mungu anisaidie nifanyike Someone who can sustain a hunger. mtu ambaye anaweza kushikilia njaa. You want to see a change. Unataka kuona mabadiliko. Do you know someone can even get to a point of self-delivering themselves if they maintain an hunger. Unajua mtu anaweza kufika mahali pa kujikomboa yeye mwenyewe akikuza hiyo njaa. As in, someone can live a habit that has been against their Christian life through understanding the issue of hunger. Mtu anaweza kuishi katika tabia ambayo iko nyume. Mtu anaweza kuacha tabia ambazo sio za kiungu kupitia kwa kuelewa hii dhana ya njaa, kutamani. Because the more you desire, the more you get direction on how to go about that particular issue. Kwa sababu jinsi ambavyo unazidi kupata hiyo njaa ndivyo unazidi kupata mwelekeo kuhusu jambo hilo. And someone can move from a point to another point. Na mtu anaweza kutoka point moja hadi nyingine. Can I show you another one? Basi niwaonyesheni nyingine. Anna in Luke 2:36. Ana 2 mstari wa 36. This lady waited for 77 years. Huyu mwanamke alingojea kwa kipindi cha miaka 77. She was the daughter of Phanuel. Yeye alikuwa binti yake Fanueli. Her husband died when she had been married for only 7 years. Na mume wake alikufa wakiwa tu wameoana kwa kipindi cha miaka 7. That is 37. Then she lived as a widow to the age of 84. Naye akakaa, naye ni mjane wa miaka 84. She never left the temple. Haondoki katika hekalu. This one is hunger. Sasa hii ni njaa. He stayed there. Yeye alidumu pale, waiting. akingojea. There is something she was waiting. Kuna kitu alikuwa anangojea. Over a big number of years. Juu ya idadi kubwa sana ya miaka. She has a disturbance within her. Yuko na msumbuko ndani yake. She is pursuing. Yeye anatafuta, anakimbizana nayo. In prayer and fasting. Katika maombi ya kufunga. Year 1. Mwaka wa kwanza. Year 10. Mwaka wa 10. Year 15. Mwaka wa 15. She never gets tired. Yeye hachoki. Sustaining hunger. Anashikilia ile njaa. And then 38. Mstari wa 38. She came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph, and she began praising God. She talked about the child to everyone who had been waiting expectantly for God to rescue Jerusalem. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. The problem has been ignoring hunger. Ile shida iko ni kwamba people ignore. Watu wanapuuza ile njaa. God tells you do this now. Mungu anakuambia sasa fanya hivi sasa. Or you feel there's a desire to go a certain direction. Ama unahisi kuna matamanio ya kuchukua mwelekeo fulani. You wake up in the middle of the night. Unaamka katikati ya usiku. And you start Facebooking. Na unaingia katika Facebook. It is a time to wage war. Midnight is time of prayer. Ni wakati wa kuingia katika vita. Usiku wa manane wakati wa maombi. The woman who got an exchange of a baby, it happened at midnight.
Yule mwanamke ambaye alibadilishiwa mtoto ilifanyika usiku wa manane. You cannot wake up at midnight and you just begin to Facebook and do other things that are happening today. Huwezi amka katikati ya usiku na alafu uingie katika Facebook na ufanye mambo mengine ambayo yanafanywa siku za leo. There is something we can do and make a difference. Kuna kitu unaweza kufanya na unaleta utofauti. Number 3. Ya tatu. Number 3 is Proverbs 18:1 KJV. Ni Methali 18 mstari wa kwanza hii KJV. Separation. Ni kule kutenganishwa. When you develop a desire, unapokuza matamanio and you are sustaining it, na unaishikilia. Kindly bring KJV. Tafadhali tupatie KJV. There is something that causes you to do a separation. Kuna kitu ambacho kinakusababisha ufanye utengano. Look at it. Angalia hapo. Through desire. Kupitia matamanio. The second point. Ile pointi ya pili. You developed a desire. Unakuza yale matamanio. And because you didn't want to kill it, na kwa sababu hukutaka kuiua, by ignoring, kwa kuipuuza, you separated yourself. Ulijitenganisha mwenyewe. There is no king who is made in the streets. Hakuna mfalme ambaye anatengenezewa pale katika mitaa. No king is made in the streets. Hakuna mfalme anayeandaliwa kule mitaani. You have to learn the art of separation. Lazima ujifundishe hali ya kujitenga. When you separate, ukijitenga, you seek. Unatafuta. And when you seek, na ukitafuta, you intermingle, you interact. Unahusiana with wisdom. Na hekima. Wisdom is direction. Hekima ni mwelekeo. Ecclesiastes 10:10a. Mhubiri 10 mstari wa 10 sehemu ya kwanza. Wisdom is direction. Sasa hekima ni mwelekeo. Have you seen people that don't know what to do? Umewaona watu ambao hajui wafanye nini? Part B. Ama sehemu ya pili. Wisdom is profitable to direct. Hekima ni faida ya kupatiana mwelekeo. Hekima huleta mwelekeo. You have many options, and in life there are so many options, including traps. Una fursa nyingi, na katika maisha kuna fursa nyingi pamoja na madawa. There are traps. Mitego. Snares, mitego. It is after separation. Ni baada ya kutengwa ama utenganisho, kujitenga. The Lord says, my son. Bwana Mungu anasema, mtoto wangu. Not this one. Sio hii. Not this one. Sio hii. This one. Ndio hii. Wisdom is profitable to direct. Hekima inafaa kutoa mwelekeo. Even the enemy has opened doors. Hata adui naye pia amefungua milango. He is always doing the replica of what God is doing. Kila wakati anafanya mifano duni ya kile Mungu anafanya. But when we can separate, lakini tukiwa na uwezo wa kujitenga, take a day off, chukua wakati kama siku nzima, within the week, katika wiki, close yourself in the closet, na uende you will get direction. You will get away. Oh Jesus, you will be able to take hold of something. Exodus 24:12. I noticed something. May God help me. I even need this more. And the Lord said to Moses, come up unto me into the mount and be there. And be there. The first thing, when you come to the mountain, be there. Siku ya kwanza ukifika mlimani upatikane huko. And when you read, you find he stayed there for 6 days without God coming. Na ukisoma basi utakuta alikaa pale kwa siku 6. Be there. Wewe ukakae hapo. And I will give. Nami nitakupa. I will give. Nami nitakupa. When you stay
stay. ukidumu, ukikaa. Another version says, wait there. Aina nyingine ya Biblia inasema kwamba ungojee huko. Come unto the mountain of the Lord and wait there. Basi njoo kwangu mlimani mwa Bwana na ukae huko. The church is the mountain of God. Kanisa ndilo mlima wa Mungu. Wait there. Ukangojee pale. You might have seen issues and good, bad and the ugly. Wait there. Weza kuwa umeona vitu vizuri na vibaya, wewe ukangojee huko. God will give. Mungu atakupa. He will give. Mungu atakupa. Now look at verse 15. Angalia mstari wa 15. Look at this. 15. Angalia hapo 15. Moses went up. Basi Musa akapanda. A cloud covered the mountain. Na wingu likafunika mlima. Next. The glory of the Lord stayed upon that mountain, covering it for 6 days. Utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai siku 6. And the 7th day. Na siku ya 7. Some of you have been saying, I have been praying, I don't see answers. You might be in day 3. Wengine wenu mmekuwa mkiomba mnanungunika msijaona jibu. You might be God wanted you to stay. Unaweza kuwa pale kwa siku ya 3. Mungu alihitaji uishi pale. You was still waiting to see whether the 7th day you will be there. Na anangojea haone kama utakaa pale hata siku ya 7. Separated. Ukiwa umejitenga. 7th day. Siku ya 7. God called out. Mungu akaitana. Moses. Musa. Direction. Mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo. Galatians 1:17. Wagalatia 1:17. May God give us the... You know, in our time, unajua katika nyakati zetu, you can be even alone, but you are in the midst of a crowd. Unaweza kuwa peke yako na uko katika makundi ya watu. Instagram is a meeting in itself. Instagram ni mkutano wenyewe. Facebook is also a meeting in our time. Hata Facebook ni mkusanyiko. TV we can't even say. Televisheni hatuwezi tukaongea kuhusu. Separation. Kujitenga. Look at this. Paul says, I neither went up to Jerusalem to them. Paulo anasema kwamba sikupanda kwenda Yerusalemu pamoja nao. But I went into Arabia. Lakini nilienda Arabia. And later returned unto Damascus. Na baadaye nikaenda zangu Damasiku. Then 18. Mstari wa 18. You know, this guy stayed in Arabia for 3 years. Huyo mtu alikaa Arabuni kwa miaka 3. This is the only man who had an honeymoon. Na huyu ndiye mtu tu ambaye alikuwa na fungate yake with Jesus. Akiwa na Yesu. As in, most of us do. Hakika vile sisi wengi tunafanya. As in, after getting born again, baada ya kuzaliwa tena ama kuokoka, he separated himself. Yeye alijitenga mwenyewe for some time. Kwa wakati fulani. 3 years. Miaka 3. And I've been calling it honeymoon with Jesus. Na nimeipa jina fungate pamoja na Yesu. You know, he has been in a certain order. He came now into the right order. He wants to be taught. He wants direction. Yes, he's an apostle. He needs to know, what kind of an apostle am I? Am I supposed to go to Jerusalem or where am I? Alikuwa katika utaratibu na sasa anataka kujielewa kama mteule wa Mungu, kama mtume. Niko katika mwelekeo wa Mungu? Yes. As an apostle, do I follow Peter or what do I do? Kama mtume sasa nimfuate Petro ama nifanye nini? 3 years. Miaka 3. Somewhere. Mahali fulani. Separation. Kujitenga. And when he came out of the place, basi alipotoka kule, he knew I am an apostle to the Gentiles. Alijua ya kwamba yeye ni mtume kwa watu wa mataifa. And he went for it. Na akaiendea jambo. Powerfully. Akiwa na nguvu. May God give us the grace. Mungu atupe neema. In our time. Katika siku zetu. To separate ourselves. Tujitenge sisi wenyewe. So that we can locate his doors for us. Ili tukaweze kupata ile milango yetu Jesus has received
received a prophetic word in Matthew 3:17. Yesu ametamka neno la kiunabii Mathayo 3:17. As in he has received a prophetic word. You know, Amepokea neno la kiunabii. this is my son, Huyu ni mwana wangu whom I am well pleased. ambaye napendezwa naye. I call it a prophetic word, you know. Neno naliita neno la kiunabii hili. Next chapter verse 1. Sura ifuatayo mstari wa kwanza. It is now, having received a prophetic word, you now separate yourself. Sasa baada ya kupokea neno la nabii, sasa unajitenga mwenyewe. You will pursue into something. Unafuata kitu. He went into the wilderness. Yeye akaenda kule nyikani. He went to seek something. Alienda kutafuta kitu. The Bible says when he came in the power of the Holy Spirit. Biblia inasema kwamba aliporudi alirudi na nguvu za Roho Mtakatifu. He was led by the Spirit. Aliongozwa na Roho Mtakatifu. He returned in the power of the Spirit. Akarudi katika nguvu za Roho Mtakatifu. May God help us. Mungu na atusaidie. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I request you to stand up. Basi nawauliza mkasimame. Make a short prayer this evening. Uombe maombi mafupi jioni ya leo. Tell the Lord to help you sustain hunger. Muulize Bwana akusaidie ili ushikilie njaa. And repent for the hunger that you aborted before. Na utubu kwa ile njaa ambayo uliharibu hapo awali. Tell God to release new hunger. Muulize Mungu akuachilie njaa njipya. New directions. Mwelekeo mpya. New plan. Hata mpango mpya. New stirring of the Spirit. Hata uchochezi mpya wa roho. Tell him to help you to separate. Na umuulize akusaidie ukajitenge. Is to receive wisdom. Ili ukaweze kupokea hekima. Lord, we bless you. Bwana tunakubariki. I don't know whether I can hear you. Sijui kama naweza Open kuwasikia. your mouth in the name of Jesus. Fungua kinywa chako kwa jina la Yesu. Thank you, Jesus. We give you glory. Father, we give you glory tonight. We believe in you. Father, help me not to extinguish. Help me not to extinguish your direction again. Help me not to extinguish your direction again. You are leading again. Father, we give you Help glory. me not to extinguish. We exalt you. Help me to separate We myself. magnify your name, May your Jesus. grace be We upon us, worship Lord. you. We bless your In name. Jesus' mighty name. Karibu. Father, we pray tonight. Baba, tunaomba jioni May ya leo. you help us not to extinguish Ukatusaidie Bwana tusipotee. every hunger, Tuwe na njaa. every burden Mizigo mizito. that you bring to us. Bao utatuletea. Help us to learn the art of separation. Tusaidie tujue jinsi ya kujitenga. Help us to serve you. Tusaidie kutumikia. Help us to wait. Tusaidie kungojea. Help us to receive wisdom Tusaidie kupokea hekima. that we may enter Ili tukaweze kuingia every door that you have for us. kila mlango ambao umetupatia. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Say amen. Semeni amina. You are blessed. Mmebarikiwa. Continue pursuing